Kwa hiyo mtazamo wangu katika jambo hili nikasema watu watakaokosa haki ya kuabudu ni raia wa Tanzania na ambao kimsingi sio waarifu wala sio watu waliotoa matamko ambao yamechukuliwa hatua. Kwa hiyo wanaonyimwa haki ya kuabudu sasa hivi sio Josephat Gwajima. Na kimsingi kama kungekuwa na hatua za kimsingi za kuchukuliwa, basi tungesikia wazi kwamba Mheshimiwa Josephat Gwajima amechukuliwa hatua au yupo kituo cha polisi ambako ameripoti. Lakini tunaona makanisa yamefungwa na raia wamenyimwa haki yao ya kuabudu, jambo ambalo sio sawa. Sio sawa. Sio sawa. Kwa hiyo matamko aliyoyatamka ni mwingine, achukuliwe hatua yeye. Lakini jambo la pili nikasema swala la imani ni swala gumu lisipotazamwa vema, kwa sababu jambo hili ni jambo la moyoni na sio swala la nje. Athari zake ni kubwa. Linaweza kunyamazishwa lakini likatengeneza makundi magumu ya kiitikadi badala makundi ya imani njema, kutokana na namna wanavyotendewa. Hawa watu ambao wanaweza kutendewa namna hii yanaweza kageuka kuwa makundi ya kiitikadi. Hili jambo serikali lazima liliangalie. Unaweza ukaliona hili jambo ni la kawaida, lakini sio la kawaida. Tunatengeneza makundi mabaya ya kiitikadi ambayo yatapingana na serikali kwa sababu ya mlengo wa kidini na mtazamo wa kidini. Jambo hili sio zuri. Tunaona kwenye mataifa mengine hili jambo alilete mafanikio na sio jambo zuri. Halileti mambo mazuri kwenye jamii ya watu. Kwa hiyo Tanzania tumekaa kwa muda mrefu tukiwa na uhuru wa kuabudu na tukimwabudu Mungu kwa uhuru. Tumekuwa na religious tolerance, tunavumiliana Wakristo, tunavumiliana na Waislamu, tunavumiliana na Wabudha, tunavumiliana na kila jamii ya kidini. Tusitengeneze picha isiyofaa kwenye jamii kubwa hii ya Kikristo. Lakini jambo la tatu nikasema kwa kuwa kanisa la Ufufuo ni taasisi kama zilivyo taasisi zingine za kidini na lina uongozi, ni busara muhusika aliyeonekana kukosea ndiye ambaye angechukuliwa hatua, kwa kuwa kuna nafasi ya kufanya hivyo. Kwa sababu huyu mtu aliyefanya tukio hili ambalo linaonekana linachukuliwa hatua ni kiongozi, basi angevuliwa huyo mtu, angechukuliwa huyo mtu. Nikatoa mfano wa mambo kadhaa kama mambo matano. Nikasema Bishop Josephat Gwajima ni askofu na kiongozi wa kanisa, na kanisa angeitwa na kuhojiwa kama askofu, au angepelekwa kwenye umoja wa makanisa kama baraza la CPCT au baraza la maaskofu kujibu hoja ambazo zingetoka upande wa serikali, na wangeona namna ya kumwajibisha. Kwa sababu Mheshimiwa Josephat Gwajima yupo kwenye umoja wa makanisa kadha wa kadha, CPCT, kuna mabaraza ya maaskofu. Kama hiyo hoja ingekuwa inalenga kuliimarisha kanisa na kuwasaidia ili wasiingie kwenye mgogoro wa kikanisa, wangempeleka hata CPCT, wangemripoti kule kwamba mtazameni ndugu yenu anakosa 1 2 3, msaidieni. Kwa hiyo kwa njia hiyo ni busara, na ndio maana kuna taasisi za jinsi na mabaraza ya jinsi ambayo yanawajibisha watu ambao wapo kwenye mabaraza hayo. Na nafikiri ingekuwa busara kubwa sana kuanzia kwenye ngazi hiyo kwamba ndugu yenu anavunja utaratibu huu ambao tumeainisha, mngeuonesha huo utaratibu. Na nafikiri kwa busara kubwa viongozi wa CPCT wakiongozwa na Barnabas, Bishop Barnabas Mtokambali, wangelishughulikia hilo, au kwenye mabaraza ya maaskofu au kwenye mabaraza ya Kikristo wangelitolea taarifa hilo jambo. Na nafikiri sisi ni Wakristo ni watu waelewa sana. Kati ya watu ambao ni waelewa kwenye taifa hili ni jamii ya Wakristo. Kwa hiyo kwa jambo hili kulitendea kanisa kwa jinsi, tunaona kama Wakristo tunachukuliwa kwa wepesi, tunachukuliwa kwa namna ya kawaida, na jambo hili halipendezi. Lakini jambo la pili nikasema mtumishi wa Mungu Bishop Josephat Gwajima ni mwanachama hai wa CCM. Kuna kamati za maadili huko, angeitwa na kushughulikiwa moja kwa moja na chama chake. Kama lingeona kwamba chama huyu mtumishi wa Mungu ameongea mambo yasiyofaa, ameongea mambo yasiyostahili, angeitwa kwenye chama na sio kulishughulikia kanisa. Kanisa sio mwanachama wa CCM. Kanisa sio mwanachama wa chama chochote cha siasa. Kanisa ni mali ya Yesu Kristo. Hata kama tuko chini ya serikali, tunajua tunafuata taratibu za kiserikali, na ndio maana hata zuio lilipotokea hawakwenda kuabudu kwa sababu zuio limetokea. Kwa hiyo unaweza ukaona
Kwa hiyo hawa watu wangeitwa kwenye chama. Mheshimiwa Bishop Josephat Gwajima angeitwa, angetoa maelekezo kwenye chama, angetoa maelekezo kama kuna makatazo na mazuio, kama yale matamko yaliyofanyiwa na vyama vya siasa, hasa CCM, kwa sababu alikuwa ni mwanachama huko, kwamba huyo hata husika tena kwenye jimbo letu, hata kuwa hivi, hata kuwa hivi, hata angeitwa pia kwamba tunakuvua wanachama, kuliko kushughulikia kanisa, kitu ambacho sio sawa. Kulishughulikia kanisa ni kuadhibu raia wa Tanzania wasio na kosa. Na mimi kwa busara kubwa najua kabisa Wizara ya Mambo ya Ndani, ambao ni mkono mrefu wa rais kwenye jambo hili, wana uwezo wa kulishughulikia na kulisikia. Na naamini kabisa kwa neema ya Mungu hawa watu wa Mungu watasikia hii clip na watatendea kazi. Mungu atawapa hekima. Lakini jambo la tatu nilisema Bishop Gwajima ni mneki. Kwa tafsiri rahisi, maana yake yupo kwenye nafasi za juu za watu wa CCM ambao wanahusika kwenye maeneo ya maamuzi. Kwa hiyo angeitwa huko na kukalishwa na kupewa matamko ya maonyo au adhabu kulingana na taratibu za huko. Kama ndugu yenu hajafanya vema, kama taasisi kubwa ambayo ni lidude, wanasema CCM ni lidude likubwa sana. Ili lidude wangemuita kwenye neck, wangeongea naye. Ni busara za kiuongozi, ni busara ambazo kiongozi yoyote mkubwa ana uwezo wa kuzitumia. Kwa hiyo ninaamini kabisa kuna nafasi ya kuweza kulishughulikia kwenye ngazi za kisiasa. Kuhusisha kanisa na siasa ambazo ni mtu mmoja amehusika sio jambo zuri. Kwa hiyo unaweza tukaliona kwenye muundo huo. Lakini jambo la nne nikasema Bishop Josephat Gwajima ni mbunge. Angeweza kuitwa na kamati za maadili ya bunge na kupewa maonyo kwa kofia hiyo kama mbunge. Kwa hiyo unaweza ukaona Bishop ana nafasi nyingi na position nyingi ambazo angeitwa na kuonywa na kupewa makaripio. Lakini namba 5, tunaona Bishop ni raia kama walivyo raia wengine. Ingewezekana kuitwa na vyombo vya usalama na kushtakiwa na kuwajibishwa huko ikiwa amevunja sheria yoyote kwa mujibu wa serikali au vyombo vya sheria. Kwa hiyo sio jambo zuri kushughulikia mtu ambaye ni raia wa Tanzania, kushughulikia raia maelfu. Haijawa jambo la baraka. Haijawa jambo la baraka. Na hili jambo linazua taharuki na pengine linatengeneza picha pengine kwamba inawezekana serikali au viongozi wa serikali kuna jambo lingine ambalo sisi raia hatulijui. Na ndo raia wanaoshughulikiwa. Raia walijui, serikali inalijua na imelifunika. Ili jambo linatengeneza picha ambayo sio nzuri. Kwa sababu yeye Mheshimiwa Gwajima alionyesha kwamba alikuwa anazungumzia vitu gani. Mngemuelekeza makosa kwamba kosa lake ni ABC kwa wazi, vyombo vya mamlaka vingechukua nafasi. Na kwa sababu huyu ni raia, ana uwezo wa kushughulikiwa vizuri kabisa na sheria. Hakuna raia yoyote wa Tanzania ambaye yuko juu ya sheria, awe ni kiongozi wa dini, awe ni kiongozi wa kisiasa au kiongozi yoyote. Kwa hiyo naamini kabisa serikali ina uwezo wa kulitazama hili jambo. Lakini nikaelezea faida ya kuweza kuliacha kanisa hili la Mungu kuwa huru. Faida ya kwanza nikasema itatusaidia kuwapa watu uhuru wao wa kuabudu, wale watu waliokosa uhuru wao wa kuabudu. Ni busara sana tukashughulikia hili jambo na tukalitazama hili jambo kwa muundo huo, ili hawa watu wapate uhuru wa kumwabudu Mungu. Lakini jambo la pili nikasema itapunguza minong'ono na mikusanyiko katika jamii ya Kikristo ya kuanza kufikiri namna ya kuwasaidia jamii kubwa ya Ufufuo na Uzima iliyokosa nafasi ya kuabudu. Sasa hivi hata kama inaweza kama isijulikane, tuliona juzi maaskofu zaidi ya 500 wamehudhuria mahakamani. Maana yake hao watu walikuwa na kazi yao ya kuhudumia kondoo, kuhudumia watumishi kwa shirika wao, hawafanyi tena hiyo kazi. Tunatengeneza makundi mengi ya jamii ya Kikristo ambayo yanaanza kujadili namna gani ya kuwasaidia ndugu zao. Kwa hiyo haijakaa vizuri. Kwa hiyo ninaomba tulitazame hili jambo kwa namna hiyo nzuri. Nafikiri itatusaidia kuondoa minong'ono na mikusanyiko isiyoeleweka ya kujadili mambo ya jinsi ya kikanisa na kidini. Haitakaa vizuri. Lakini pia itaondoa mtazamo hasi kuhusu serikali au vyombo vya usalama vinavyotekeleza zoezi la kufunga makanisa ya Ufufuo na Uzima. Kwa hiyo kwa kuweza kulifungua kanisa, tunaondoa mtazamo hasi. Unajua hata kama watu watapiga makofi, wataongea, watasema ni sawa, lakini ukweli ni kwamba watu wana mitazamo hasi ambayo sio mizuri. Wanafikiri kwa namna hasi kuhusu serikali yao
Naamini kwa kuweza kuliruhusu kanisa hili liendelee kumwabudu Mungu kwa uhuru, ili jambo litaondoa minong'ono na mitazamo hasi katika jamii kubwa ya Kikristo. Lakini namba 3, namba 4 nikasema kutakuwa na utulivu wa kidini, religious harmony. Unaweza ukaona watu wanaweza kaongea wakachukua udini, wakasema udhehebu, wakasema unini. Sasa ile kunaondoka ile religious harmony. Kwa hiyo tunazidi kumwomba Mungu kwamba hii religious harmony iendelee kuwepo kwenye taifa letu, na religious tolerance iendelee kuwepo kwenye taifa letu. Wanaopiga kelele waendelee kuabudu kwa kupiga kelele. Wanaoabudu kwa kuswali mara 5 waendelee kuabudu kwa kuswali mara 5. Wanaoabudu kwa kuswali mara 2 waendelee kuabudu mara 2. Wanaoweka vipaza sauti waendelee kuweka vipaza sauti. Ndio religious tolerance. Tunavumiliana, tunachukuliana. Kuna mapungufu ambayo yatakuwepo tu, hayatakosekana. Utasikia ndugu zetu Waislamu wametoa matamko yao, mengine yasio mazuri. Tunasikiliza, hata si wa Kristo tunasikiliza. Tutaziona clip kwenye mitandao. Tutaziona, tutaziacha. Hatutazijadili vibaya. Hatutazijadili kwamba kwa nini huyu hajachukuliwa hatua. Na sometimes hilo jambo linatengeneza sasa minong'ono kwamba hakuna religious tolerance. Kwa hiyo tukiwaruhusu watu wa Mungu waendelee kumwabudu Mungu, tunatengeneza religious tolerance. Lakini jambo la 5, kanisa la Ufufuo na Uzima ni kanisa la kizawa. Ni kanisa lililoanzishwa hapa Tanzania. Na muasisi wake ni Mtanzania. Limedumu muda mrefu. Inasemekana lipo na zaidi ya miaka 30 sasa. Sasa kusitisha shughuli zake kunaibua taharuki kwa wananchi, hata wasio wa Ufufuo na Uzima, waliowahi kunufaika na taasisi kubwa. Na kama kutazua taharuki, maana yake inakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo naomba tulitazame hili jambo kwa mtazamo mzuri wa kitaifa, badala ya kulitazama kwa mtazamo wa kidini. Kuna manufaa makubwa ya kanisa ili kuendelea kumwabudu Mungu kuliko kulifungia. Tulitazame kwa mtazamo wa kitaifa, sio mtazamo wa kidini. Tunaweza tukalichanganya taifa kutokea kwenye engo hii. Na kanisa sio mahali pa kuweza kufanya harakati za kisiasa. Kwa hiyo kama tutaziweka harakati za kisiasa kwenye kanisa na tukalihusisha kanisa direct na mambo ya kisiasa, tunakosea. Tumchukue aliyehusika na harakati za kisiasa, tushughulike naye huyo, na sio kushughulika na kanisa. Itakuwa ni busara na hekima kubwa sana kwenye taifa letu zuri la Tanzania. Ushauri wangu kwa Wizara ya Mambo ya Ndani, ninachukua nafasi hii kuishauri na kuomba serikali yetu inayopenda raia kulitazama jambo hili kwa upya na kuruhusu waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima Tanzania yote kuwa na uhuru wa kusanyika na kufanya ibada zao kwa Mungu. Ili jambo litaleta baraka sana kwenye taifa letu, hasa kwenye kipindi hiki ambacho tunaelekea uchaguzi. Tusianze kuona matamko mabaya ya kulaani na kulaaniana, ya kulaani serikali, ya kulaani raia, ya kulaani watu ambao wanahusika na mambo mazuri ya serikali. Kwa hiyo ninaomba kwa moyo wa dhati kabisa serikali litazame hili jambo kwa mtazamo wa kitaifa na sio mtazamo wa kidini. Tuondoke kabisa kwenye huo mtazamo. Tuangalie ni namna gani tunaweza tukaliunganisha taifa, tukaliweka taifa mahali pamoja. Kanisa la Ufufuo na Uzima ni kanisa muhimu sana kwenye taifa letu. Kwa hiyo kufunga kanisa la Ufufuo na Uzima lenye makanisa zaidi ya 2000 na washirika maelfu ni kama kuvunja mwili kwa sababu ya nzi aliyetua kidoleni. Ni adhabu kubwa mno. Hii adhabu kwa waumini ambao sio watuhumiwa na sio wakosaji. Inawezekana wao walikusanyika kusikiliza neno, wakasikiliza na mengine. Kwa hiyo mkamate yule aliyeongea. Kwa hiyo tunashauri kabisa mkamate nzi aliyetua kwenye mkono. Tusivunje mkono ili kukamata nzi. Nafikiri itakuwa ni busara kubwa sana kwenye taifa letu. Na ninaamini kabisa taifa hili ni taifa linalopenda wananchi wake waabudu. Na sisi Wakristo kukosa ibada moja ni jambo baya. Kama ilivyo Muislamu kukosa ibada kubwa ya Ijumaa au kukosa swala 5. Kukosa ibada moja tu ni jambo baya sana. Na sisi tunawafundisha jamii kubwa ya Wakristo kukosa ibada ni dhambi. Imagine kwa namna ambavyo hao watu wa Mungu wameweza kukosa ibada kwa muda wote huu. Ni dhambi kiasi gani wanaweza wakawa wametenda kwa Mungu wao. Ninaomba kabisa tuheshimu uhuru
huu wa kuabudu. Na tunamwamini Mungu kabisa, rais wetu Samia Suluhu Hassan ataweza kuelewa na kusikia haya ambayo tunayaomba na tunayapigia kelele kama ndugu kubwa na jamii kubwa ya Wakristo na raia wazalendo wa taifa letu. Tunatamani taifa hili liwe na amani, na hasa kwenye kipindi hiki kinachoelekea cha uchaguzi, kampeni na mambo kama hayo, kusiingie harakati zingine za kidini. Halitakuwa jambo jema kwenye taifa na halitakuwa jambo zuri. Tunaamini hekima kubwa ambayo Mungu amempa rais wetu, lakini amewapa pia wasaidizi wa rais, watamshauri vema rais, na neema ya ushauri mzuri itakuwa juu yao. Na viongozi wote wa kidini ambao Mungu anawapa access pia ya kuzungumza, ongeeni kwa busara. Na pia niongee kabisa, viongozi wa Kikristo, msiropoke, msiongee vibaya. Heshimuni Ukristo, heshimuni kanisa. Kuna watu kwa sababu inawezekana una nafasi kidogo, unaongea vibaya. Mungu akikupa nafasi ya kusikika au ya kupenda kusikilizwa kama kiongozi wa kidini, ongea vizuri. Usiongee vibaya. Usiongee matamko yasiyofaa kwa kanisa la mwenzako. Inawezekana wewe unasali vizuri, wewe kanisa lako unaendelea kusali vizuri. Changamoto ya ulimi kuteleza isikufanye upate nafasi kwa wanasiasa kwa kuropoka vibaya. Nimesikia matamko mengi ya baadhi ya Wakristo ambao ni viongozi wa kidini kabisa, wazuri na wanaonekana ni wazee wenye mvi, wanaongea vibaya. Haibariki. Haibariki. Kanisa ni moja: Roman Catholic, Moravian, Anglican, Pentecost, TAG, EAGT, NVC, ABC, Church of God, Mashahidi wa Yehova. Makanisa yote sisi ni Wakristo. Mbali na kwamba tunatofautiana katika kuamini kwa namna mbalimbali, lakini sote ni Wakristo. Kwa hiyo tujenge umoja wa Kikristo badala ya kukimbilia sifa na kupigiwa makofi na kusifiwa na wanasiasa. Tuache ushabiki wa kijinga wa kisiasa. Simama kwenye nafasi yako, ongea kama kanisa. Na ni aibu sana ukimsikia mchungaji analiita kanisa vikanisa, analiita kanisa kikanisa, anasema kanisa vifungie vikanisa. Wachungaji, wewe ukulifia kanisa, wewe ukupelekwa msalabani kwa ajili ya kanisa. Heshimu kanisa. Kwenye mambo haya tumia busara kuliunganisha taifa na kuliunganisha kanisa. Usionekane wewe ni mchungaji unayetawanya. Huduma ya kichungaji ni huduma ya kipatanishi, sio huduma ya kichonganishi. Unapopata mic uweze kuongea, maneno yako yakolee munyu, yaunganishe taifa, maneno yako yasitawanye taifa, maneno yako yafanye kanisa liwe moja. Mimi sipendezwi na wachungaji ambao wanaongea vibaya. Na unamwona mchungaji anatoka anasema ninamlaani mchungaji fulani, ninamlaani mchungaji fulani. Hiyo sio busara. Mchungaji hujaitwa kulaani wachungaji wenzio. Hakuna wito wa kibiblia wa kulaani wachungaji wenzio, sio busara. Na ndio maana kila siku tunaliombea kanisa la Mungu. Umemwona mchungaji mwenzio hajaongea vizuri, mpigie simu, mwambie mchungaji, pale hujaongea vizuri. Hauna access naye ya moja kwa moja, ongea maneno yatakayounganisha watu na kujenga watu, na sio kutawanya mioyo ya watu. Makanisa yote sisi ni kanisa moja na tunaelekea mbinguni. Epuka tamaa za kifedha, tamaa za kisiasa, tamaa za kuitwa vyakula vya kisiasa, kwenda kula misosi, vikakuchanganya kwenye jambo zito la kitaifa kama hili. Unaweza ukachukulia jambo hili ni dogo, lakini lina madhara makubwa kitaifa endapo litachukuliwa vibaya. Usiongee kwa sifa za kutafuta viewers, usiongee kwa sifa za kutafuta followers, usiongee kwa sifa za kuitwa kupewa fedha. Haitakusaidia. Jenga taifa, jenga kanisa. Mungu awabariki. Mungu alibariki taifa. Mungu abariki viongozi wetu wa serikali. Mungu alibariki kanisa la Ufufuo na Uzima, na Mungu amsaidie Bishop Josephat Gwajima kuweza kuruhusiwa kuanza kuabudu. Naomba usimame mahali ulipo. Inua mikono yako juu. Tukaombe kwa ajili ya kanisa la Ufufuo na Uzima. Kila mmoja aombe kwa namna yake. Omba kwamba Mungu lisaidie kanisa la Ufufuo na Uzima kuweza kupata nafasi. Sisi tumepata nafasi ya kuabudu wiki, wenzetu wako nje. Wamekaa nje, wanapigwa na jua, hawaabudu Mungu. Na kanisa wanaliona kanisa letu hili hapa. Hakuna hilo jambo limewahi kutokea. Ukaona misikiti inafunga, watu wanaabudu nje kwenye misikiti, au watu wa Buddha au wa Shinto au wa Hindu ukaona wanaabudu nje.
na wakapewa nafasi ya kuabudu nje, na kwa kisheria sio jambo zuri la busara kuona jamii kubwa ya wenzetu ya Wakristo wanaabudu nje. Haijawa jambo zuri. Inua mikono yako juu. Bwana, wewe Mungu usikiaye maombi ya watu wako, tusikie tena. Bwana, hatutachoka kuomba kwa habari ya kanisa la Ufufuo na Uzima. Bwana, tunaomba Mungu ukalikumbuke kanisa la Ufufuo na Uzima hata sasa. Watu hao wa Mungu wamefungiwa makanisa na wamefungiwa na serikali, na kuna vyombo vya usalama vinalinda makanisa yao. Mungu, tunajua wewe unataka tukuabudu. Serikali imeona makosa ya mtu mmoja anaitwa mtumishi wako Josephat Gwajima, Mungu, lakini watu wako wengi wamezuiliwa kwa makosa ya mtu mmoja. Sasa Mungu, wewe ndio unayeweka wafalme, unaweka wakuu, unaweka watawala. Mungu, tunaomba ukaseme na hao watawala, ukaseme na hao viongozi wetu wazuri wa taifa la Tanzania, ukaseme nao kwamba hili jambo sio zuri, alina maslahi mazuri kwenye taifa, linaharibu mioyo ya raia wa Tanzania, linaharibu mioyo ya Watanzania walio jamii kubwa ya Wakristo. Mimi Mungu kama mtoto wako sijapendezewa nalo. Katika hali ya ubinadamu na katika hali ya utumishi ulioniitia, Mungu, nimeliona hili jambo si jema. Lakini katika hali ya kulipenda taifa langu, sijaliona hili jambo lina hatima njema kwenye taifa. Mungu, ninaomba ukaseme na viongozi wa serikali, wakaone umuhimu wa kulifungua kanisa la Ufufuo na Uzima. Hili jambo Mungu likaishe. Ukawape hekima wizara ya mambo ya ndani, walio washauri wakubwa wa rais kwenye mambo yanayohusu dini na taasisi za kidini. Wape hekima ya kushauri vyema. Mungu, ninakuomba wewe usiye nyamaza wala usiye na kimya, ukasaidie ili kanisa likafunguliwe. Ninaomba Mungu kwa ajili ya moyo wa rais wetu, ukampe hekima ya kuliona jambo hili katika namna ambayo wewe Mungu unaona, katika namna ambayo Mungu italijenga taifa. Najua rais ana mamlaka, najua rais ana utisho, najua rais ana vyombo vya usalama, najua rais ni mtu mkubwa sana kwenye taifa letu, na ukweli ni kwamba Mungu umemweka juu yetu sisi sote. Wewe Mungu unaweza ukasema naye. Wewe Mungu unapenda kuabudiwa, upendi jambo hili litokee, upendi jambo hili liendelee. Mungu, ninaomba useme na rais wetu mzuri, ukampe kuliona jambo hili yeye mwenyewe. Inawezekana kuna ushauri umepitishwa, kuna mambo, kuna pressure kubwa ipo nyuma. Mungu, wewe unajua wanaoweka hii pressure. Mungu, mimi kama mtumishi wako ninaomba yeyote anayeshauri vibaya, anayemshauri vibaya rais, anayeshauri vibaya mamlaka, Mungu ukashughulike naye pia. Kwa sababu kuna vitu Mungu ambavyo sisi tunavitazama kwa namna ya kawaida, kumbe kuna mtu mmoja mwenye manufaa yake binafsi hataki watu waabudu. Sasa je, Mungu, kwa sababu ya kosa moja la Muislamu mmoja misikiti yote ya Tanzania ifungwe? Hapana Mungu, haiwezekani. Madhehebu yote ya Kiislamu yakafungwa kwa sababu ya kosa la shehe mmoja aliyeongea vibaya? Tumesikia mashehe wengi wameongea vibaya, lakini Mungu, rehema zilikuwepo juu ya viongozi wetu wa serikali, hawakuwatenda vibaya. Kuna makosa mengi wanafanya viongozi wa dini mbalimbali, lakini Mungu, ili jambo limekuwa kubwa na linazua taharuki. Na Mungu, hii taharuki sio njema kwenye taifa letu, na hatuitaki hii taharuki. Hii taharuki inaleta aibu, hii taharuki inavunja mioyo. Kuna watu wako vijijini Mungu hawaabudu saa hii, kuna watu wako huko mbali hawaabudu saa hii. Mungu, ninakuomba, wewe ni baba yetu, wewe ni Mungu wetu, ni Mungu ambaye uko juu ya rais, ni Mungu uko juu ya baraza la mawaziri, ni Mungu uko juu ya wabunge, ni Mungu uko juu ya watawala wa nchi, uko juu ya vyombo vya usalama. Sema nao wajue, kwa sababu hili jambo Mungu lina hatari mbaya pia. Alibebi baraka, linabeba laana. Sometimes Mungu anaona kwa sababu ana mamlaka wanaweza kufanya tu, lakini Mungu ameifungia madhabahu yako. Je, Mungu anaweza kafungiwa? Mungu anaweza kawekwa lock up? Mungu anaweza kazungushiwa utepe? Hili ni jambo la ajabu. Hakuna Mungu anayeweza kuzungushiwa utepe. Tangu lini Mungu kazungushiwa utepe? Tangu lini Mungu ukazungushiwa utepe usiabudiwe? Tangu lini? Tangu lini? Tangu lini? Hapana.
Hao watu wanafanya jambo ambalo hawajui madhara yake. Hawajui madhara yake na implication yake kwenye familia zao. Hawajui madhara yake na implication zao kwenye kazi zao. Hawajui madhara yake kwenye taifa. Mimi Mungu ninakuomba, kwa sababu hao ni watu wako, uwarehemu pia. Na wenyewe wanafanya maamuzi mengine Mungu yasiyopendeza. Hata kama wanatuongoza katika namna ya ubinadamu, wanafanya maamuzi yasiyopendeza. Warehemu pia. Mungu siwapige, kwa sababu najua Mungu umekasirika. Wewe Mungu siwapige. Sasa uwape akili Bwana. Ninaomba uwape akili. Uwape ufahamu. Hizi akili za kufungia makanisa ziondoke. Haya malengo ya kusema tutafungia makanisa yaondoke. Tumekaa kwenye mitaa yetu, kuna makanisa, kuna misikiti mingine midogo, misikiti mingine mikubwa. Kuna kelele tunapigiana mchana usiku, hao wanapiga huku Bwana Yesu asifiwe, huku Allahu Akbar. Lakini Mungu atufungi makanisa, atufungi misikiti. Kwa nini Mungu? Kwa sababu ya jambo hili. Eti taifa liingie kwenye taharuki ya jinsia. Mungu ninakuomba kwa rehema zako ukawape hekima viongozi wa serikali. Hao watu ni watu wako. Mungu sema nao. Zungumza nao. Wape akili, wape ufahamu, wape kuona jambo hili kwamba sio zuri. Sio zuri kabisa. Sio zuri kabisa. Mungu wape hiyo akili. Yesu wape hiyo akili. Wape hiyo akili. Waelekeze kwamba kuna watu wanatakiwa kuabudu. Kuna watu ambao hawaongeagi chochote, wamezuiwa kuabudu, wamefungwa vinywa vyao. Sasa hivi wanaomba mabaya. Wengine wanasema anguke fulani, aferi fulani kwa sababu ya jambo hili. Na ninajua Mungu wewe una tabia ya kujibu kwa moto. Na ukijibu hakuna mtu ambaye anaweza kukaa mahali. Ninaogopa Mungu ikiwa utajibu kwa ubaya, utajibu kwa hasira kinyume cha watu wako. Bwana, ninaomba ukawape viongozi akili. Wape viongozi akili, washtue mioyo yao, waamshe mioyo yao kwamba mnalofanya sio jambo jema. Na hili jambo halipendezi kabisa. Zaidi sana uwape akili pia na Wakristo ambao wanaongea maneno yasiyofaa. Wengine wanaitwa wachungaji, wengine maaskofu, wengine ni maprofeti na maapostoli, wanaongea kama watu wasio na akili. Mungu warehemu, kwa sababu nao ni binadamu. Wengine wamepewa hela kidogo tu, wamehongwa. Wengine wamepewa maneno, wamepewa tu ile kutafuta tu nafasi ya kuonekana. Mungu warehemu. Wanaongea kinyume cha kanisa lako. Wengine wanathubutu kuita kanisa lako vikanisa. Mungu warehemu, kwa sababu hata hiyo ni dharau. Wanakudharau wewe. Wanafikiri wewe Mungu unaketi kwenye makanisa makubwa, yale madogo uketi. Mungu warehemu. Warehemu sana. Warehemu. Wengine wanatoka wanalaani wachungaji wenzao. Wanalaani kwa kuwataja kabisa na majina. Je, kuna sifa yote utaipata kwenye serikali? Kuna nafasi utaipata kwenye serikali? Hapana. Hapana. Wengine wanafananishwa na Zedekia aliyempiga Mikaya kibao. Mungu warehemu. Kwa kuwa hawatafanikiwa kwa kumpiga Mikaya kibao, wataaibika kwa sababu wamefanya jambo la aibu. Mungu warehemu. Ninaomba kwa ajili ya taifa hili, madhara yasilipate taifa hili kwa sababu ya jambo hili. Mungu lirehemu taifa la Tanzania. Tanzania, taifa hili tunaopenda mpira kuliko kupenda mambo ya maana. Taifa hili ambalo wanapenda kamari kuliko kupenda mambo ya maana. Taifa hili ambalo wanapenda habari za umbea na ngono na uchafu kuliko kupenda habari za maana. Mungu lirehemu hili taifa, kwa sababu hili taifa halifuatilii vitu vya maana, linafuatilia ujinga. Sometimes ukiliangalia hili taifa unaogopa linaelekea wapi. Mungu lirehemu taifa la Tanzania. Je, ukituacha tutaenda wapi? Je, watoto wetu wataenda wapi? Wajukuu zetu wataenda wapi? Mambo mabaya yakiendelea kulipata taifa hili kwa sababu ya ushabiki usioeleweka, ushabiki usio na mambo ya maana, ushabiki usio na tija wala hoja. Mungu turehemu taifa hili. Wafundishe ya kwamba taifa hili ni mali yako. Na watu wote tunapita. Hata ukiwa kiongozi mkubwa unapita. Ukiwa mchungaji mkubwa unapita. Ukiwa mtume mkubwa unapita. Mungu wape taifa hili akili. Wafanya biashara wape akili. Watu wote wape akili. Wape kusimamia mambo ya maana na msingi kwenye taifa hili. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana hata jambo hili likapate kibali kwenye meza za mfalme.
kwa sababu habari za mpira zinapata nafasi. Wanaweza kujadili mambo ya mpira, wanaweza kujadili mambo mbalimbali ya kisiasa, lakini hili jambo Mungu pia lipe nafasi. Kule mahakamani pia mambo yanaendelea. Mungu wape mahakama kuamua kwa haki. Wajue kabisa wanavyoamua, wanaamua habari ya hatima ya taifa. Sio kwamba wanaamua hatima ya mtu mmoja ambaye ni Josephat Gwajima. Wanaamua hatima ya taifa. Wape kujua haki. Kuna viongozi wa kisiasa wapo magerezani, wakumbuke, ambao wamefungwa isivyo haki. Wape neema ya kutoka. Mungu, ninakujua, hujawahi shindwa, hujawahi nyamaza. Nimekuomba Mungu wangu, litetee taifa hili. Litetee taifa hili. Litetee taifa hili. Litetee taifa hili. Yesu, litetee taifa hili. Usiache taifa hili likaangamia. Usiache taifa hili likapotea. Usiache taharuki na sauti na minong'ono ya mambo maovu kuendelea. Mungu, ninakuomba usimame katika jina kuu la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa utasimama na mkono wako utakuwa dhahiri. Kwa jina la Yesu. Amen. Paza amen. Paza amen. Nisikilize kitu kimoja. Haya mambo tunayoyafanya na haya maombi tunayoomba sio ya utani. Ili taifa linamhitaji Mungu. Utakapokuwa nyumbani, pata muda wa kuliombea taifa. Tunaelewana ninachoongea? Na ratiba yetu ya kila siku ni kuhakikisha tunaliombea taifa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Wakati huu andaa sadaka yako mahali ulipo. Leo ni siku ya wababa duniani. Heri ya siku ya kina baba duniani. Wakina baba ni watu muhimu sana duniani. Ni watu wa baraka duniani. Ni watu ambao wanasababisha tabasamu kwenye familia. Wanawachekesha wakina mama, wanawafurahisha wakina dada, wanafurahisha mabinti zao nyumbani na vijana wao nyumbani. Mungu awabariki wakina baba wote. Ninyi ni baraka. Na taifa la Tanzania linawategemea. Baba, jioneshe kuwa baba. Baba, jioneshe kuwa baba. Narudia tena. Baba, jioneshe kuwa baba. Fanya majukumu ya baba nyumbani. Hakikisha familia yako inahudumiwa vizuri. Hakikisha watoto wako wanahudumiwa vizuri. Hakikisha ndugu zako wanafurahia uwepo wako. Fahamu ya kwamba Mungu amekuamini na ndio maana amekufanya kuwa baba. Jambo lingine la msingi, usijibadilishe kuwa binti. Usijibadilishe kuwa mama. Wewe kijana ni baba wa baadaye. Usigeukie kuwa binti. Usitamani kuwa binti. Sema amen. Sema amen. Na wote ambao mnakimbia majukumu kama wakina baba, Mungu awape neema. Mrudi kwenye majukumu ya kazi zenu. Fanyeni majukumu yenu kwa bidii na kwa nguvu. Mungu awabariki sana.